Taharuki ya tanda nchini Kenya baada ya jicho pevu kuchimbua na kubaini ni nani aliyetekeleza kifo chake Albert Ojwang. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Mvutano unaoendelea kuhusu kifo tata cha mwanaharakati wa kidijitali Albert Ojwang umechukua mkondo mpya baada ya mbunge wa Nyali Mohamed Ali, ambaye anajulikana zaidi kama jicho pevu, kufufua upya mjadala mkali wa kitaifa wa kuishtumu vikali polisi kwa kuficha ukweli. Ali, ambaye kabla ya kuingia kwenye siasa alijulikana kwa uchunguzi wake wa kina kupitia kipindi cha Jicho Pevu, ameeleza kutoridhishwa na namna tukio hilo lilivyoshughulikiwa, akisisitiza kuwa kuna jaribio la wazi la kufunika ukweli. Ojwang, ambaye alikamatwa kwa tuhuma za kuchapisha maoni ya mtandaoni dhidi ya afisa mmoja wa juu wa polisi, alifariki dunia akiwa rumande katika kituo kikuu cha polisi cha Nairobi. Polisi walidai kuwa alijinyonga ama alijigonga ukutani akiwa korokoroni, lakini ripoti ya upasuaji wa maiti ilifichua mambo tofauti, ikieleza kuwa marehemu alipata majeraha ya kichwa, shinikizo kwenye shingo, pamoja na majeraha mengine yaliyodhihirisha uwepo wa mateso ya mwili. Mbunge huyo wa Nyali ameibua maswali muhimu kuhusu uhamisho wa ghafla wa Ojwang kutoka Mabei hadi Nairobi, akihoji sababu za kupitiliza vituo vingi vya polisi vya kieneo. Aidha, ameonyesha wasiwasi kuhusu kimya unaozunguka nafasi ya naibu mkuu wa polisi kwa jina Eliud Lagat, ambaye ndiye aliyewasilisha malalamiko yaliyopelekea kukamatwa kwa Lagat na vilevile kutoshughulikiwa kama mshukiwa wa tukio hilo. Mbunge huyo pia ametilia shaka hali ya Ojwang alipowasili Nairobi, akitaka kujua kama tayari alikuwa amejeruhiwa vibaya au hata kufariki kabla ya kuingizwa rasmi rumande. Aidha, amehoji kwa nini kijana huyo alifungiwa katika seli ya peke yake, hali ambayo imeongeza uzito wa madai ya mateso. Katika kile kilichoonekana kuwa ni mwamko wa kidemokrasia, maandamano makubwa yameshuhudiwa jijini Nairobi, kwa waandamanaji wakibeba mabango yenye ujumbe wa kutaka haki ya kukomesha vifo vya raia mikononi mwa polisi. Hali ya sintofahamu ilitanda baada ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji, jambo lililopelekea taharuki zaidi. Wakati mamlaka huru ya uangalizi wa polisi aipo ikiendelea na uchunguzi, baadhi ya maafisa tayari wamesimamishwa kazi kwa muda. Hata hivyo, mbunge Mohamed Ali amesisitiza kuwa hatua hizo hazitosha, akisisitiza kuwa uwajibikaji wa kweli lazima uanze kwa ngazi za juu serikalini. Amemtaka naibu IG Lagat kujiuzulu mara moja ili kutoa nafasi kwa uchunguzi huru usio na mivutano ya mamlaka. Kwa kauli yake ya kuhitimisha, amesisitiza kuwa kifo cha Ojwang ni swala la mtu mmoja tu, bali si swala la mtu mmoja tu, bali ni jaribio la moja kwa moja kwa uhuru wa kujieleza nchini. Kesi hii imegeuka kuwa kipimo cha dhamira ya taifa katika kulinda haki za binadamu na kuhakikisha kuwa taasisi za usalama ziwi chanzo cha hofu kwa wananchi.